waamini wanahitaji wachungaji ambao mioyo yao inafanana na moyo wa mchungaji mwema, wachungaji ambao hutembea pamoja nao na kuongoza kwa Kristo. Baba Mtakatifu Francisco aliyepita alikuwa anasema wachungaji mapadri wanukie ile harufu ya kondoo. Inamaanisha kwamba yaani uko karibu na wale watu, huwezi kunukia harufu ya kondoo kama hauko karibu nao, haiwezekani. Kama umejitenga nao kabisa kabisa, utakuwaje na harufu ya kondoo? Kwa hiyo alimaanisha padri kwa karibu sana na nini, na waamini wao. Na katika Injili tumesikia kuhusu habari za mchungaji mwema, mchungaji mwema ambaye anayetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo mnapewa daraja takatifu ya upadri kwenda kuwatumikia watu kwa nguvu zote kabisa kabisa, bila kujibakiza, kuwa tayari, nasema kuwa tayari kutoa uhai wako kwa ajili ya kondoo. Padri ni Kristo mwingine. Kristo alimwaga damu yake kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo na ninyi fanya kazi ya Mungu bila kujibakiza, bila kujibakiza. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu. Padri usimama altareni, sio kwa jina lake, bali katika nafsi ya Kristo, in persona Christi. Padri anapokuwepo pale, anasimama akimwakilisha Kristo, sio yeye, anamwakilisha Kristo. Padri ni Kristo mwingine. Kila wakati mtakapoadhimisha Ekaristi Takatifu, mtabeba mikononi mwenu hazina kubwa kushinda zote katika Kanisa Katoliki, hazina kubwa kushinda hazina zote katika Kanisa Katoliki. Hivyo msiruhusu maajabu ya fumbo hili kuwa tu kitu cha mazoea. Nasema ni hazina kubwa, na kweli ni hazina kubwa. Kumshusha Kristo sio kitu kidogo. Hii ni hazina kubwa katika Kanisa Katoliki. Hiki padri anamshusha Kristo, yaani inakuwa si mkate tena, si divai, ni mwili wa Kristo, ni damu ya Kristo. Kwa hiyo mafumbo haya yaadhimishwe kwa heshima kubwa kabisa kabisa. Muda si mrefu tutakuwa na mahojiano hapa, tawahoji hapa, na moja hapo ya hayo ambayo mtakayohojiwa yanahusiana na hayo mafumbo ya Kristo. Je, mpo tayari kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada, kwa heshima na kwa mapokeo ya kanisa? Haya maneno ni ya kimsingi sana. Kwa ibada, kwa heshima na kwa mapokeo ya kanisa. Haya maneno ni mazito sana, ndugu zangu wapendwa, ni mazito sana. Ndugu zangu, ninyi watu wa mitandao, karibuni tu hapa, sio ni wiki au wiki na chache kidogo, ndiko kuna kitu fulani inatembea tembea. Kuna monstrance iko juu ya altari hapa. Monstrance, yani Kristo yupo pale. Kwa hiyo Kristo yupo pale aabudiwe. Kristo yupo pale aabudiwe. Sasa haya tunaposema kwamba kuadhimisha mafumbo ya Kristo kuendana na mapokeo ya kanisa, kuendana na mapokeo ya kanisa, kile ambacho Kristo anatufundisha jinsi ya kumwabudu Kristo. Kuna jinsi kanisa limetufundisha jinsi ya kumwabudu Kristo. Sasa hiyo clip sio padri amekusanya, si na nchi gani au jimbo gani, mimi sijui,
Baada ya kukusanya watu, kundi la watu kama walivyo hapa, mweka Yesu hapo, makelele na nini, watu wanarukaruka huko na nini na nini, watu wanamwabudu Kristo kwa mtindo wa sarakasi. Najiuliza, hivi watu wanajua maana ya kuabudu? Watu wanajua maana ya kuabudu? Kristo paswa kuheshimiwa na sio nisemeje, sio kumdhihaki Kristo, sio kumdhihaki Kristo. Sisi tunajua kwa mtana mapokeo ya kanisa katika kuabudu. Tunapoabudu nyimbo za Ekaristi, nyimbo ni nyimbo za kuabudu na nyimbo za Ekaristi. Sasa katika kuabudu uje uanze kuimba manyimbo sijui kishindo cha wakoma au siku gani? Sasa kuna uhusiano gani na Yesu wa Ekaristi? Kwa hiyo katika kuabudu Ekaristi, heshima zote kabisa. Tulia, mapokeo ya kanisa. Mapokeo ya kanisa hajatuambia kwamba tumwabudu Kristo kwa njia ya sarakasi. Haipo kwa njia ya sarakasi. Sasa ninyi mnaopadilishwa, tafadhali naomba tuwe makini, tusikengeuke kama hao ambao tumeona wamekengeuka, kuruhusu watu kwa maabudu Yesu wa Ekaristi kwa njia ya sarakasi. Hii tafadhali tumheshimu Yesu wa Ekaristi. Yesu anapaswa kuheshimiwa na sio kudhihakiwa. Sio kudhihakiwa. Kama Kristo yuko pale, alafu watu makelele, hata na mtu anapita mbele yake, kama unapita anaenda si sokoni tu, hata kupiga magoti, hata kuinama, fujo kuruka kule nini, sarakasi na nini, hiyo sio kuabudu. Hiyo sio kuabudu kabisa. Kwa hiyo ninyi mapadri, kwa sababu mnahusikana na mafumbo matakatifu, ndio ambao unapaswa kuwaelekeza watu, na usiruhusu watu wafanye nini, wakafanya kuabudu Kristo kwa mtindo wa namna ya sarakasi namna hiyo. Kristo aiabudiwe kwa heshima zote kabisa. Nyimbo za Ekaristi, ukimya na kadhalika. Mambo ya sarakasi yasiwepo. Ndugu zangu wapendwa, ninyi mnaopewa daraja, utume wenu si wa tarehe tu, bali pia katika maeneo mengine, kutembelea wagonjwa hospitalini, mashuleni, magerezani. Pia mtakuwa katika maofisi mkisikiliza shida za watu. Pia mtatembelea familia na jumuiya ndogo. Aidha, kumbukeni kwa padri ni mfuasi wa kwanza. Hivyo endeleeni kujifunza. Mfuasi wa kwanza, endeleeni kujifunza kusali na kuongoka kila siku. Endelea kujifunza na wakati kujitahidi kuongoka, yaani kuwa kuendelea kujitahidi kuwa mtakatifu kila siku. Hiyo ni kitu muhimu. Mamlaka yenu hayatatokana na vyeo vyenu. Sio utakuwa paroko, si paroko msaidizi, sio utakuwa huko baadaye ukawa si dekano, sio ukawa si nani, wakili wa askofu au wakili wa kiaskofu. Sasa anasema mamlaka yenu hayatatokana na vyeo vya namna hiyo, bali ushuhuda. Mamlaka yenu yatatokana na nini? Na ushuhuda, jinsi mnavyoishi upadre wenu. Ukiishi upadre wako vizuri, utajisikia hata na watu wataona kwamba huyu mtu yupo na mamlaka. Huyu yupo na mamlaka. Kwa hiyo mamlaka hayako katika ndio ule ushuhuda kwa Kristo, unavyoishi maisha yako. Waamini hawavutiwi na padri ambaye waamini huvutiwa na padri ambaye maisha yake huakisi Injili anayohubiri. Maisha yako yaakisi Injili ambayo kila siku utakuwa unahubiri. Kienda kinyume cha hapo,
haina maana. Watu wanategemea kuishi kama unavyohubiri pale. Jitahidini kuyaweka maisha yenu mikononi mwa Mungu. Zipo za kuwepo nyakati za faraja na nyakati za sadaka, nyakati za mafanikio na nyakati za kushindwa au kutokueleweka. Maisha au utume sio kila siku kwamba mambo yatakunyokea, lakini pia kuna wakati mwingine zinatokea changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo jiandae pia kwa hilo. Usijiandae kufikiri kwamba utume utakuwa rahisi sana na nini na kadhalika. Hapana, kuna nyakati nyingine unakuwa mgumu, wakati mwingine hata upinzani utakutana nao. Kwa hiyo jipe moyo na umtumainie Mungu. Kumbukeni kuwa mafanikio katika utume wenu hayatapimwa kwa vigezo vya kidunia, bali kwa uaminifu wenu kwa Kristo. Vigezo vya kidunia pale ambapo mtu wataanza kujisifu kwamba nimejenga ghorofa kubwa, nimejenga kanisa kubwa, si nimejenga kitu gani na nini. Vigezo vya kidunia, kutaka sifa na kadhalika. Lakini cha maana nini? Umekuwa mwaminifu kwa Kristo. Hicho ndio kitu cha kimsingi. Naweza kajenga magorofa na nini, lakini usio mwaminifu kwa Kristo. Usio mwaminifu kwa Kristo. Na ndugu zangu wapendwa, ninyi ambao mko tayari kupewa daraja, na hii kila wakati inapotokea fursa ya kutoa daraja, huwa anasema, siachi kulisema, kwamba padri afanye yale ambayo ya kimsingi, afanye yale ambayo yanahusiana na daraja. Yale mengine yanafuata baadaye, kwa sababu hayo mengine watu wengine wanataka kufanya, lakini yanayohusiana na daraja, maadhimisho, sakramenti na kadhalika, watu wengine hawawezi kuyafanya. Sasa itokee kwa mfano parokiani, si kanisa linajengwa au ukumbi unajengwa au si nyumba ya mapadri inajengwa, alafu na padri upo kuangalia ujenzi huko, alafu tunaangalia sasa, anakuja mtu muumini, kuna mgonjwa kule anahitaji kupakwa mafuta matakatifu, lakini unamwambia kwamba nasimamia ujenzi hapo, asije kaniambia simenti kitu gani na nini. Sio namna hiyo inatokea, kwamba ukae pale ili mambo usiibiwe na kule kuna mtu anakufa. Hii ya kusimamia hata muumini wa kawaida anasimamia, lakini kwenda kupaka mtu mafuta ya wagonjwa, muumini mwingine haenda kafanya. Kwa hiyo yale ya kimsingi tuyapatie kipaumbele. Yale ya kimsingi tuyapatie kipaumbele. Mengine haya ni ya ziada, yanayohusiana na daraja takatifu, hayo tuyapatie kipaumbele, tuyafanyie kazi kwanza, na sio mengine ya kidunia. Nanyi waamini ndio kusanyika hapa, tukio hili la upandisho litukumbushie jukumu letu la kuwaombea mapadri wetu na kuhimiza mito katika familia zetu na jumuiya zetu. Tumuombe Bikira Maria, mama wa mapadri, aandamane nanyi na upewa daraja katika safari yenu ya utume wenu, na Mwenyezi Mungu afanye utume wenu kuzae matunda kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa wokovu wa roho za watu. Tumsifu Yesu Kristo.